Na hii ni Vunja Ukimya TV kwa habari zetu mbalimbali. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Napenda kuwakaribisha kwenye kongamano zuri kabisa ambalo litafanyika tarehe 13 ya mwezi wa pili 2026 pale kwa Pastor Boniface Mwaitege. Huyu ni mtumishi wa Mungu, afu pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Nadhani mnamuelewa. Anakukaribisha watu wote, rika lote, wakubwa kwa wadogo. Kutakuwa na kongamano kubwa ambalo halijawahi kutokea pale kwa mtumishi wa Mungu Pastor Boniface Mwaitege. Karibuni watu wote. Usikiapo sauti hii, mwarike jirani yako, mwarike rafiki yako, wenye shida mbalimbali watafunguliwa. Glory to God. Mungu awabariki. East Africa Vunja Ukimya TV. Kwa majina yangu naitwa Dominic Mugerura. Nimekuwa nampenda Yesu. Natokea mkoa wa Arusha, wilaya ya Rumeru, mtaa wa Majachai. Mungu awabariki. Namba yangu ya kunipata ni 0657981175. Hiyo ni Yas. Airtel ni 0681554439. Namshukuru Mungu kwa kunipa kibali tena siku ya leo. Ni saa 3 hii sasa kama ilivyotangazwa jana. Leo ni Ijumaa nzuri kabisa ilivyo ada. Namshukuru Mungu kwa kunipa neema hii tena kukutana na wadau mbalimbali wa pande zote za nchi ya Tanzania na wale ambao wako nje ya Tanzania. Mungu awabariki sana watu wote. Tuwe pamoja sasa tuweze kuanza kama ilivyo ada. Nimeuiwa leo kuwa na nyinyi katika siku ya maombi, Ijumaa ya maombi. Kwa hiyo tega sikio lako tuweze kuanza pamoja. Naomba nimshukuru Mungu kwa kuanza. Baba, libarikiwe jina lako, liinuliwe jina lako lenye nguvu, mfalme wa wafalme, Mungu wa amani, Mungu wa upendo, pamoja Mungu pamoja nasi. Nakushukuru Mungu wa rehema kwa kunipa nafasi tena katika siku ya leo. Naomba Mungu ukanitangulie, wewe ndio ukawe mwalimu, ukawe kiongozi katika siku ya leo ya maombi. Mwenye nguvu, mshauri wa ajabu, Mungu wa neema. Asante Yesu, nakushukuru kwa Kristo Bwana wetu. Leo tunaenda kujifunza kinachosema maombi. Maombi ni mawasiliano baina ya wewe na Mungu. Neno kuomba maana yake ni kuhitaji kitu. Kuhitaji kitu ambacho ukitarajia. Unaomba ili upewe. Unatafuta ili uone, na unabisha ili ufunguliwe. Kwa hiyo neno omba maana yake ni kitu ambacho ulikuwa huna, sasa unakihitaji. Kwa hiyo tafsiri ndogo tu ya neno ombi au kuomba maana yake unahitaji kitu ulikuwa hauna, ila unakihitaji ambacho huwezi ukakipata bila kuomba. Hiyo ndio tafsiri halisi tu ya neno kuomba au maombi. Ulikuwa unahitaji kitu fulani kutoka kwa baba yako au kutoka kwa mama yako, lakini huwezi ukakichukua bila idhini yake, au huwezi ukakipata tu hivi hivi bila idhini ya yule mmiliki. Kwa hiyo utakihitaji, ila unakitamani sana kukipata, lakini utahitaji kuomba. Yaani utatumia neno kuomba ili uweze kupata. Maisha ya wokovu ambayo Mungu ametupa yanahitaji msaada wa kuomba. Maisha ya binadamu pasipo maombi hatuwezi kufika mbali. Hatuwezi kupata nguvu ya uvuvio. Hatuwezi kupata neema. Hatuwezi kupata chochote pasipo kuomba. Sema siku hizi watu wamekuwa wavivu mno.
watu wamekuwa wavivu, yani wanataka mseleleko, hawahitaji kuingia kwenye neema nyingine ya kuomba. Yani neno kuomba limekuwa gumu mno, wanataka tu wapate, lakini pasipo chochote, yani pasipo jitihada. Sasa hii hatuwezi kufika, wapendwa. Uko Tanzania, uko Uganda, uko Marekani, sio uko wapi, uko Zimbabwe, uko yani kuomba ni dunia nzima tuliambiwa tuombe. Hebu tuangalie kitabu cha Mathayo ile sura ya 7 mstari wa 7. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Wana wa Mungu, maisha tulionayo wana wa Mungu ni kuomba. Kama Biblia inavyojieleza inasema kwamba ombeni nanyi mtapewa. Ukiomba utapewa. Yesu alipokuwa anafundisha wanafunzi wake aliwafundisha neno hili, wakawa wamelielewa vizuri sana katika swala zima la kuomba nao watapewa. Japo kulikuwa na misukosuko mingi, kulikuwa na changamoto nyingi, kulikuwa na shida nyingi kama wakati huu sasa. Kwa hiyo unapokuwa umejikita katika kumtafuta Mungu, lazima utenge muda wa kuweza kuomba. Vinginevyo maisha ya wokovu yanaweza yakawa magumu kwako. Bila kuomba huwezi kupata neema ya kimungu. Utakuwa unatembea kimwili tu. Unapokuwa unahitaji kitu, hakikisha kabisa unaomba. Lakini kuna wakati mwingine wanataka ukubisha kitu, unabisha. Bisheni mtafunguliwa. Kwa hiyo unapokuwa unabisha utafunguliwa, na unapokuwa unatafuta kitu kwa hali na mali lazima utaona. Kwa hiyo unaweza kuwa unatamani kitu kiko katika hali fulani, katika mazingira magumu sana. Kwa hiyo kutafuta, mtu anayetafuta, a sick person lazima ataweza kuona. Now when you knock something, you knock the door, automatically the door will be open. Bila kubisha. Mtu yuko pale mlangoni amesimama 24, labda amesimama muda mrefu, yani hajachukua hatua yoyote, no action, no act. Huwezi kujua kama mtu yuko mlangoni, maana wewe uko ndani, lakini somebody yuko huko nje, hajafanya chochote, hajachukua uamuzi wowote, labda wa kugonga au kufanya nini, hajakwambia chochote, labda amesimama tu as if kama ni mnazi au amesimama kama vile mlongoti. Huwezi kujua kwamba kuna mtu kule nje mpaka agonge au mpaka usikie sauti hodi. Ile neno la kusema hodi maana yake ni kwamba wewe mwenyewe utajua kama there is somebody outside. Wana wa Mungu, maisha tulionayo hapa ni kuomba. Kama Biblia inavyojieleza inasema kwamba ombeni nanyi mtapewa. Ukiomba utapewa. Yesu alipokuwa anafundisha wanafunzi wake aliwafundisha neno hili, wakawa wamelielewa vizuri sana katika swala zima la kuomba nao watapewa. Japo kulikuwa na misukosuko mingi, kulikuwa na changamoto nyingi, kulikuwa na shida nyingi kama wakati huu sasa. Kwa hiyo unapokuwa umejikita katika kumtafuta Mungu, lazima utenge muda wa kuweza kuomba. Vinginevyo maisha ya wokovu yanaweza yakawa magumu kwako. Bila kuomba huwezi kupata neema ya kimungu. Utakuwa unatembea kimwili tu. Unapokuwa unahitaji kitu, hakikisha kabisa unaomba. Lakini kuna wakati mwingine wanataka ukubisha kitu, unabisha. Bisheni mtafunguliwa. Unapokuwa unatafuta kitu kwa hali na mali lazima utaona. Kwa hiyo unaweza kuwa unatamani kitu kiko katika hali fulani, katika mazingira magumu sana. Kwa hiyo kutafuta, mtu anayetafuta, a sick person lazima ataweza kuona. Now when you knock something, you knock the door, automatically the door will be open.
bila kubisha. Mtu yuko pale mlangoni amesimama 24, labda amesimama muda mrefu, yani hajachukua hatua yoyote, no action, no act. Huwezi kujua kama mtu yuko mlangoni, maana wewe uko ndani, lakini somebody yuko huko nje, hajafanya chochote, hajachukua uamuzi wowote, labda wa kugonga au kufanya nini, hajakwambia chochote, labda amesimama tu as if kama ni mnazi au amesimama kama vile mlongoti. Huwezi kujua kwamba kuna mtu kule nje mpaka agonge au mpaka usikie sauti hodi. Ile neno la kusema hodi maana yake ni kwamba wewe mwenyewe utajua kama there is somebody outside. Mungu aendelee kututetea, Mungu aendelee kutupigania, Mungu aendelee kutusaidia katika hali hii. Hatuwezi sisi kwa akili zetu. Daniel aliutafuta uso wa Mungu. Daniel alitafuta uso wa Mungu na akaupata. Hebu tuangalie, ukisoma pale Daniel sura ya 6 na ule mstari wa kwanza mpaka wa mwisho ule mstari ule. Hiyo ndio kitabu chako cha mwisho, ambao ndio mfano ambao nimetoa mfano mmoja tu. Nilikuwa nagusia mtumishi wa Mungu Daniel katika mambo yote aliyokuwa ameyafanya. Alikuwa mshindi katika hali zote, na yeye mwenyewe pia akawa ndio kama chanzo au kama chachu katika hizo enzi za wafalme wote ambao wamepita. Daniel alikuwa tu kila wakati alikuwa ni mshindi. Kwa nini? Kwa sababu aliutafuta uso wa Mungu. Kwa hiyo lakini ujue kwamba unapokuwa sehemu fulani yoyote ile, hakikisha kwamba unaomba Mungu. Majaribu ni mengi sana hapa na pale, vizingiti vya hapa na pale ni vingi, kwa hiyo vinahitaji maombi. Wana wa Mungu, maombi ni muhimu, ndio chakula cha rohoni, hamna kingine. Maombi yanakufanya wewe unapata neema tele sana. Maombi yanakusaidia katika njia nyingi. Maisha yangu Mungu amenitendea mengi, namshukuru kwa kweli kwa kunipa neema. Mimi namshukuru Mungu kwa kweli. Nisingekuwa akili zangu nisingeweza. Mapito ni mengi, lakini Mungu amenivusha. Ukiwa mtu wa maombi, kwa kweli unakuwa na shuhuda nyingi sana. Yes, unakuwa na shuhuda nyingi za hapa na pale ambazo zinakusogezea hatua moja ama nyingine. Kuna shuhuda fulani nitakuja niwaambie kipindi kitakachofuata huko mbeleni huko, nitakapoongea na mwenyekiti. Nitatoa shuhuda tu yangu ya maisha yangu toka nimeanza hadi nimefika. Kwa hiyo nitaweka tu kama pending kwanza, maana ni shuhuda ndefu kidogo kwa kweli. Lakini wakati nikikaa nikatafakari, machozi huwa yananitoka sana. Nimesaidiwa na watu ambao hata sikuwategemea kwamba watanisaidia. Ndugu yako wa damu anaweza akakutenga, akakuacha, lakini unapata watu. Mimi mtandaoni nimepata watu wa kunisaidia. Mtandaoni nimepata watu sana, na ni mtu wa mtandaoni sana, lakini katika mtandao hii nimemuona Mungu sana akinitetea sana. Watu wamekuwa wakinitia moyo sana. Mtu nisemeje, kwa kweli mtandaoni nimepata watu siwafahamu na wenyewe pia wanifahamu, lakini wamekuwa bega kwa bega sana na mimi toka ili grupu nina miaka 3 sasa. Yes, ili grupu nina miaka 3, lakini nina watu, niwaambieje, nina watu kwa kweli ambao siwafahamu na wenyewe hawanifahamu, lakini ile nidhamu ya kurespect mtu usiyemfahamu. Anakuwa kama ndugu yako, anakuwa kama vile rafiki yako, na mnaishi naye muda mwingi sana. Nimetunza watu miaka 6, nimetunza watu miaka 5, nimetunza watu miaka 3, mpaka leo hii ni marafiki zangu, lakini hawajawahi kuniona na mimi sijawahi kuwaona. Kwa hiyo mtandaoni ninaishi kwa neema ya Mungu pia anonitetea. Mungu abariki kwa kweli, abariki. Ni maombi tu, na mimi nawaombea sana, Mungu aendelee kuwatunza, Mungu aendelee kuwatetea katika maisha yao, aendelee kuwalinda nyote waliomo ndani ya group. Humu ndani tuko watu 880 kama sikosei, lakini hatufahamiani. Yes, hatufahamiani, lakini ninashumu kwamba ninawafahamu. Ninashumu kama ninawafahamu na ninawapenda. Mungu abariki sana katika siku ya leo.